Kampuni ya kimataifa ya usafirishaji wa mizigo ya Silent Ocean maarufu kama Simba wa Bahari imetangaza kuendelea kuwa mdhamini mkuu wa Bunge Marathon kwa kipindi cha miaka 5 zaidi, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhamasisha wananchi kufanya mazoezi na kulinda afya zao. Akizungumza leo Aprili 18, 2026 katika viwanja vya Jamhuri jijini Dodoma wakati wa mbio hizo, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Mohamed Soloka amesema kampuni hiyo imejipanga kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu na serikali pamoja na jamii katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Kiukweli imefana sana, nafikiri kila mmoja ameona. Hili ni jambo kubwa kwetu watu wa Silent Ocean, kama kawaida yetu katika kuendelea kuwa karibu na jamii ambaye tunaihudumia kwenye masuala mbalimbali ya kibiashara, usafirishaji, lakini kwa ile ya Silent Ocean limekuwa ni jambo kubwa sana kwetu, na kama tulivyosema tunatarajia kulifanya hii kwa kipindi cha miaka iliyofuata mfululizo mpaka rais wetu wa kipindi hichi mama yetu Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan atakapomaliza muda wake. Tutamsapoti kwa sababu yeye ndo mwanamichezo namba 1 Tanzania, na jambo analolifanya ni kubwa, na kama tulivyosema kwenye kauli mbiu, mmoja wetu ndio nguvu yetu. Kwa hiyo sisi kama Silent Ocean tutaendelea kuiunga mkono serikali yetu kuangalia namna gani ya kuweza kuwashika jamii na kuwaelezea pia huduma zetu ambazo tunaendelea kuzifanya kila siku. Kwa upande wake, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma ameipongeza kampuni hiyo kwa mchango wake mkubwa uliowezesha mafanikio ya Bunge Marathon msimu wa 3, akieleza kuwa udhamini huo umekuwa nguzo muhimu ya mafanikio ya tukio hilo. Lakini kipekee ni wapongezi wadhamini ambao wamewezesha Bunge Marathon kufanyika kwa kipindi hiki katika msimu huu wa 3, na kipekee kabisa ni wataje kampuni ya Silent Ocean Simba wa Bahari kwa sababu kipekee kabisa wamefanya shughuli hii iwezekane, na kama sio wao pengine tungepata shida sana kufanikisha msimu huu wa 3. Ungefanyika lakini sio kwa raha na kwa starehe kama ambavyo umefanyika baada ya wao kuingia na kuwa wadhamini wetu. Lakini pia ni washukuru kwa kujitolea kwamba mpaka kipindi ambacho Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anamaliza kipindi chake cha pili cha uongozi, wamejitolea kuwa wadhamini wa Bunge Marathon. Hili ni jambo kubwa sana na tunawashukuru sana Silent Ocean. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo nilisema, sikuwa na la kusema hapa, lakini naye Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu ameishukuru kampuni hiyo kwa mchango wake mkubwa, akisema imechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha tukio hilo kwa mafanikio na furaha ya pamoja. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wadhamini wote ambao wameshirikiana na Bunge kuhakikisha kwa mashindano haya, bonanza hii na furaha hii ya leo tumeifanya kwa ukamilifu na kwa uzuri sana. Nishukuru sana. Haya yote niwakumbushe yanafanyika sababu ya amani kwenye nchi yetu. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kusimamia na kuendelea kusisitiza swala la amani Tanzania. Tuendelee kushikamana, tuendelee kupendana, tuendelee kukosoana, tuendelee kuelewana baada ya kukosoana. Mgeni rasmi wa mbio hizo, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah amesisitiza umuhimu wa amani na mshikamano, akibainisha kuwa Bunge Marathon ni jukwaa muhimu la kuunganisha taasisi mbalimbali pamoja na kuhamasisha afya bora kwa wananchi. Lakini niwapongeze, hakuna mtu ambaye hakufika tulipoanzia. Wote washiriki wamefika kwa namna walizojua wao, lakini tumefika pamoja na tumefika kwa hamasa kubwa, na washiriki sana, na washukuru sana washiriki wote. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, marathon hii ni nyenzo inayounganisha taasisi na jamii ya kujenga afya bora, urafiki na mshikamano wa kudumu. Huu ni mfano bora wa namna taasisi zetu ikiwemo Bunge na nyinginezo zinavyoweza kushirikiana na wananchi katika kujenga taifa lenye afya bora na mshikamano, kama inavyotukumbusha kauli mbiu ya mwaka huu, umoja wetu ni nguvu yetu. Bunge Marathon msimu wa 3 imefanyika leo katika viwanja vya Jamhuri jijini Dodoma,
ikihusisha viongozi wa bunge na wananchi mbalimbali walioshiriki katika mbio za kilomita 5, kilomita 10 pamoja na kilomita 21. Kutoka hapa jijini Dodoma, Saleh Lujuo, GMTV.